Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo walimu mbalimbali leo ni nafasi nyingine ya kujifunza kitu kipya ambacho kimenukuliwa na watu wengi wakihisi wanavyofanya ndi fasaha ima sahihi, lakini leo hii tupate uchanganuzi mpana kuhusu swala hilo ambalo labda ni kusaidia watoto yatima, kusaidia wajane na mambo kadha wa kadha ambayo watu wamekuwa wakisemezana kwenye misemo tofauti, wakihisi mtu ukifanya jambo hilo ndio unakuwa umetenda jambo sahihi kwa Mungu. Watu wengi wamekuwa wakielezeana hivyo, ya kwamba ukiwa mtoa misaada mkubwa kwenye vituo vya watoto yatima na sehemu za wajane, wewe labda ndo unakuwa unatimiza uchamungu kamili. Kumbe leo tupate ukweli wa jambo hilo limevokaa na ufafanuzi wake. Watoto yatima, wajane na watu wameoitwa maskini, wameokaa kuombaomba, alafu mkaamriwa kwamba kawasaidieni maskini. Leo hii pateni uchanganuzi kwa nini kunakuwa kuna umaskini, kwa nini kuna watoto yatima na kwa nini kuna wajane. Kwanza mvipatie tafsiri kwa nini vinakuwepo vitu hivyo. Mkisha tokea kujua kwa nini vimekuwepo, alafu ndo muwe mbio kusema kumsaidia maskini labda ndio uchamungu, kumsaidia mtoto yatima labda ndio uchamungu, kumsaidia labda hivi na vile labda ndo uchamungu. Yote tuyapatie maana kwa pamoja, itatusaidia kama watu ambao tumejaliwa akili. Nitaanza na maskini ambao huwa mnawaona wanataabika mabarabarani, wengine kwenye kuomba na kufanya mambo mbalimbali kwa shurba. Ninaanza na uchanganuzi wa watu hawa, alafu nyie watoaji mjitazame mnaelewa nini kuhusu hilo. Ndani ya watu maskini huwa kuna watu wamekuwa maskini kwa sababu ya kuwafanyia watu wengine mabaya. Nadhani tunaingia sasa kwenye chumba cha uelewa. Yuko mtu alimfanyia mwenzake kitu kibaya sana. Baada ya kumfanyia mwenzake kitu kibaya kupitiliza, yule mwenzake akamtia laana ya ule ubaya aloufanya. Ule ubaya ukaja kuwa athari ya maisha mazima
ya mtu huyo aloufanya ubaya kuharibikiwa na kushuka kwenye maisha yake yote kwa kudhalilika. Sasa kama huwa hamjui, mnahisi tu maskini wote ni watu wanyonge, kwamba tu wanaopasa kuonewa huruma, mnapasa kujua huruma uliwekwa kwenye msingi gani ili ufanyike. Ndani ya wale maskini uwaga kuna watu ndani ya wale wanakuwa wanapitia malipizi ya vitu walivyovifanya. Wewe ukishamuona anatia huruma barabarani, wewe huwezi kujua mapito aloyapitia, wala huwezi kujuaga mabaya alomfanyiaga mwingine. Hapa ndo tuanze kuelewana, tuwe tunajua kwa nini jamii za namna hii zinaibuka, na kwa nini kabla ya makoloni na mabaya mengine kushamiri zaidi katika ujenzi wa mataifa na vitu mbalimbali kabla havijawa, kwa nini haya mambo yalikuwaga hakuna? Kwa hiyo mkaage kujiuliza, hivi vitu vililetwa baada ya mabaya kuwa makubwa, katika watu kujiwekea miundombinu ya kutawala wengine, alafu ile miundombinu ikazalisha wabaya kuwa wengi, watu wakaanza kuyatenda hayo mabaya bila kujua kama ni mabaya, na wengine wanajua kuwa ni mabaya. Laana ikiwarejea, ima matatizo kutoka kwa wengine yakiwarejea katika kuwaathiri wale watu, ndo huwa wanabaki kuwa hivyo mnavyowaona. Kwa maana fupi, kuna ambao wanakuaga wamewakosea wacha Mungu kabisa. Kwa hiyo inakuta yule kafanywa vile maskini na laana ya kimungu. Tujiulize mimi na wewe, laana ya kimungu kienda ikimshika mtu na ikamfanya ilivyomfanya, wewe una yako maombezi ya kuitoa hiyo? Wewe una wako msaada wa kumtoa huyo mtu hapo alipo? Ima wewe una yako hisani yoyote unaweza ukaifanya huyo mtu akanusurika? Ya Mungu yakishakuwa yamembana sawasawa, si inampasa yeye akiri kwenye ubaya aloufanya? Ndugu zangu, mnahitaji elimu sana. Utaona kwenye mitandao sehemu mbalimbali watu wanaambiana imani sahihi kwa Mungu inapokelewa ni ile ya mtu anayejitoa kujitolea kwa wajane, anayejitoa kuwapa maskini, anayejitoa kwa watoto yatima. Jueni kwanza kwa nini wamekuwepo watu hawa. Mkisha kaaga kujua kwa nini wamekuwepo, alafu mkakemeana hivi vitendo vikaondoka, hawa watu hawawezi kuwepo. Najua tunaenda vizuri kwenye somo letu. Kwa hiyo watu maskini, ukimwona mtu amekuwa maskini alafu akaenda akanasuliwa mle akanasuka, huo unajijua huyo alikuwa kaonewa na baadhi ya walimwengu ambayo yeye ameishi kwenye maisha ambayo hayamstahili. Kuna mtu ambaye ule umaskini umemvaa, umekuwa ni adhabu kwake, yeye amekuwa dhaliliko kupitiliza. Jiulizeni ni nini kapitia kwenye kuishi kwenye dhambi? Kaeni chini kujiuliza ni kitu gani amepitia ambacho nyie hamkijui. Wanayoonewagwa ndo wale ambao leo anakuwa maskini, akipelekwa kwa tabibu fulani pale anatibiwa, anapona tatizo lake. Kuna ambao hata utibu vipi hawawezi kupona, kwa sababu ile dhima waliifanya wao na hawajataka kukiri kwa yule walomkosea, na hata kukiri kwa Mungu hawako hivyo.
Sasa wakipigwa na shurba kama njaa na vinginevyo, inawalazimu waingie barabarani waende wakaombe. Wewe unapita unaendesha gari yako, unamuona tu yuko pale, huwezi kujua alifanya madhara mengine kwa watu kiasi gani, alienda kuwafanyia watu machawi ya kiasi gani, alidhuru nini na nini kwenye uongo aliofanya kwenye jamii fulani, aliwahi kusaliti kitu gani maisha ya watu fulani yakaharibika kwa kiwango kikubwa. Wewe hivi vitu vyote hauna elimu navyo. Wewe ukimkuta tu kazaa mtoto wake yuko hapo barabarani, anatembea na mtoto mdogo kwenye jua, unatokea kuingia huruma na kusema maskini huyu anateseka, yuko hivi na vile. Ndugu zangu, ndio maana zamani kukawa kuna kituo cha kimungu kimoja cha taratibu ya jadi. Mtu wa namna hiyo ukiwa unamuona kwamba hakufika pale, hakufika hapo kwenye jadi kwa lengo la kujulishwa tatizo lake ni nini na yeye aseme alifanyaga kitu gani, hao watu bakigi kutazamwa kama walivyo, na hakuna huruma unaweza ukaleta maana kwa watu wa namna hiyo. Najua waalimu mbalimbali mnanielewa hapo. Kwa hiyo saidia maskini. Unakaa hujui huyu maskini nyuma ya maisha yake amefanya mabaya makubwa kiasi gani. Wewe tu unamkuta alitokaga Dodoma, ima alitokaga Songwe, unamuona yuko mkoa wa Dar es Salaam ambako sio alikozaliwa. Kule alikotoka wewe hujui alifanyaga kitu kibaya cha kiasi gani mpaka anadhalilika hivi. Wewe huwezi kujua. Wewe unabaki kumuonea huruma kama mtu mwenzako. Ndio maana mkaambiwa huruma ulikuwaga na kituo zamani. Ndio maana watu wa zamani hawakuwaga maskini. Kituo cha Lubunga, kwa maana kile kituo cha mikorogo ya asili na jadi, kilikuwa kinakusanya watu wa kila namna waende hapo waseme matatizo yao, wanasuke kimungu. Leo hii nyumba hiyo watu wengi mamilioni hamuijui. Mmebaki kwa waganga, mmebaki kwa waombezi wa mataifa na makelele wanayopiga, ndo mmebaki kuishia humo kwa kuhisi kwamba kuna utatuzi kwenye maneno hayo. Kumbe maneno haya yaliyekuja na watu wa mataifa yatabakiaga kuwa maneno na yasio wanusuru kwa chochote. Nimeanza na maskini hapo, ili tuende pamoja tukae tunajua maskini. Namuonea huruma maskini. Maskini aliyeonewa huruma ni ule aliotoa miguu yake, akanyanyuka akaenda sehemu ya nyumba ya kicha Mungu, alafu akaenda akaelezwa dhambi zake ni zipi na mambo gani yapaswa kufanya, na tangi hapo huyo mtu so maskini tena, anaelezwa jinsi gani ya kuishi na wenzake kwa mema. Wewe leo unaenda kumfariji mtu maskini ambao umemuona humjui anafanya kitu gani usiku, kumbe ni maskini barabarani anaomba, usiku ni mwanga anaenda kuwanga. Sasa wewe umebaki tu na macho ya kawaida, huna elimu na hayo maisha. Wako wengi na wengine mpaka ni wezi kabisa wanafanya mambo ya hovyo kwenye hizi hatua za omba barabarani. Yote haya mliambiwa jifunzeni kwanza ucha Mungu, ndo mtatokeaga kujuaga haya mambo mengine yaliebuka kwa nini na kwa nini yapo kwa watu. Na kuapia kwa Mungu ya kwamba maskini aliyotoka na umaskini wake wa kuomba barabarani, akafika nyumba ya ucha Mungu, akakirishwa kwenye ucha Mungu, akakaa hapo, hautamuonaga tena barabarani. Awe mlemavu, awe namna gani, hautamuonaga tena barabarani. Hao wengine unao walipofoka macho, wengine walipofolewa macho, walienda kuiba sehemu. Hicho kitu mkaage mnakijuaga. Kuna wengine wamevunjika mikono, walivunjwa mikono, walienda kufanya ujambazi.
Kuna wengine wamekatwa miguu kwa sababu walienda kufanya uhalifu mahala. Wewe ukisha kuja kumwona alifanyaga uhalifu Arabuni, akafanyaga uhalifu Kongo, lakini wewe umekuja kumwona Tanzania, wewe hutojuaga huyu alivunjikaga miguu kwa nini? Unabaki kuingia huruma wa kijinga. Huruma una kituo chake, ndugu zangu. Ndo maana mkaambiwa jueni jadi ndo ilijua namna ya kuusimamia huruma wa kuishi kwa viumbe. Nje na jadi kabakia kuwa na mahuruma yako ya kijinga, unaenda kuhurumia ambaye anakuja kukuangia usiku huyo huyo. Kwa hiyo walimu, najua kwenye somo hili mtaelewa pakubwa sana. Kuhusu maskini tumeishia hapo. Mlojaliwa akili mnajua kwamba maskini huwa wana mapito yao na sio watu wa kuwasaidia kama mnavyofikiri. Na popote ukimwona maskini unatakiwa umpe kipeperushi cha kicha Mungu, yeye autafute ucha Mungu. Ukimwona hakuja, huyo alikuwa ni mtu mbaya. Wewe mcha Mungu kwenye taratibu ya jadi unafundishwa sasa. Ukimwona kokote, tembea na kipeperushi cha ucha Mungu. Kina namba zako za simu, kina mambo gani, ndo kumsaidia ndugu yako. Muachie hiyo 1000 ya siku hiyo, lakini muachie na kile kipeperushi, umwambie tafuta sehemu hii ili unusurike na maisha yako. Ukimwona hakuja na ukamwona kesho ameendelea kuomba, hata uwe na boksi za hela ambazo zinamwaika barabarani, nenda kaziunguze moto, ufanye mambo yako mengine. Au kalishe mbwa na mambo mengine, utapata fadhila ya kulisha viumbe ambavyo hauna elimu navyo. Lakini huyo utamuona leo unampa hela, mpe hata 800 leo. Huyu maskini ombaomba. Zunguka mitaa mingine kesho, utamkuta yuko tena pale. So kwamba ana akili ya kuacha ile kitu kwa sababu amekwisha laanika ndani yake. Na wengine wamelaanika kwa walioyafanya. Najua hapa tunaelewana vizuri hapo. Nikitoka hapo nakuja kwa watoto yatima. Zamani hakukuwa watoto yatima kwa sababu moja. Watoto wote walikuwa wakizaliwa wazazi wakafa. Watu wengi wa zamani walikuwa na ucha Mungu. Mtu kumchukua mtoto wa mtu, kukaa naye na kumlea kwa mema, ilikuwa ni kitu cha kawaida kabisa. Kama wewe leo unaweza ukakaa ukaifuga mbuzi ukaigaramikia kukaa unaipa chakula, wewe unashindwa nini wewe kumchukua mtoto wa mtu ambaye amehangaika na maisha yake, ukajidhimu wewe kumweka pale akakaa akalelewa maadili ya kiutu ili ajue nini cha kufanya kwenye maisha yake? Unajua kwa nini watu waliunda vituo vya watoto yatima? Unajua maana yake? Waliounda vituo vya watoto yatima walianza misheni hiyo ni watu wa Ulaya. Na walijua wamevukisha kuivuruga dunia, lazima kuna watoto watapoteza mwelekeo. Wale watoto wakipoteza mwelekeo, wale watoto watabaki kuangamia ima kuathirika, huku laana ikiwa inawazungukeni nyie wazazi mnaowaona. Alafu wao wanajitoa kule, wanajifanya wanakuja kujenga vibranchi vya kuwalea watoto hao. Alafu na nyie mnaambiwa nendeni mkawasaidie pale, wakati nyie mna manyumba yenu, na mkisema kwa wingi wa nyumba zenu mgawane wale watoto, kila mmoja aseme achukue mtoto kajitolea kwa hiari yake kimungu, akamweka pale, akasoma shule yake akayumba, akafanya mambo gani, ule mtoto anaendelea kuishi na hivyo vituo vinakuwa hakuna. Leo ndo mnatakiwa mjue kuwa na vituo vya watoto yatima ni uharamu kwenye maisha. Hichi ndo kitu mkaage mnakijua nyie watu rasmi ambao mmejaliwa akili. Mtu mwenye akili ataita konvoi ya ndugu zake, ataambia ndugu zangu, mbona watoto wamekuwa watoto wa mtaani ni wengi? Wewe mama fulani chukua mtoto mmoja. Bwana mzee pale chukua mtoto mmoja. Wewe fulani chukua mtoto mmoja. Wazazi zamani walilea watoto wasiokuwa wa kwao.
Mimi Mwami Lokoko nimekuwa na watoto wasiokuwa wa kwetu, wanakula, wanasaza mpaka wanakuwa watu wazima, wanaoa hapo. Mimi naona yale maisha nyie mmeshindwa leo. Haya maisha ni magumu, watu wote wana maisha magumu. Nyie wenye maisha ya wastani ambaye mnataka mema kimungu, kwa nini msichukue hata mtoto mmoja mmoja? Tuwaache wenye maisha magumu, hawajajua hata wao kujilisha, tuwaweke pembeni. Kuna ambaye wewe hata unakaa ajira kako fulani, umeshindwa kutenga hata hii 1,000 yule mtoto pale, mimi nitakuwa namlea nipate mema kimungu. Afa tunatoka na tubeskuti twako twa unafiki, unatoka na tuunga twako twa kipumbavu, eti unaenda kupeleka kwa watoto yatima kwenda kule. Wale watoto wanalelewa kwa maadili gani kule? Ndo hawa watu wa tamaduni za Ulaya wakaweka maadili yao pale, kwa kujua hao watoto hawana wazazi, wakaanza kuwapandikiza vitu wanavyovitaka wao. Hivi kwa akili yenu nyinyi mnaona vile ni vitu sahihi? Leo mnakuja kukuta mashoga wengi na vitu kadha wa kadha vinatoka ndani ya watoto hawa. Utaniambia sababu ni watu wa Ulaya? Sababu ni nyie watu ambao mnafanyiwa vitu hivi, alafu nyie hamna akili ya kujimanage. Somo hili nimeona ni la msingi sana kulitoa kwenu. Ni la msingi na la maana kubwa sana, kwa sababu limekuwa tu na maneno hayo ya rairai za kijinga, kwamba saidia maskini ndo utakuwa hivi, fanya hivi. Nyie mnaosema hivyo, kwanza jueni ukweli kwanza. Mkishajua ukweli, mtajua haya mambo yapo hivyo kwa nini. Watoto yatima zamani kulikuwaga hakuna. Mimi mwenyewe nimekuwa miaka nilokuwa, sikuwa naona vituo vya watoto yatima eti kedekede viko pale. Ni watu mmeshindwa na utu wenu, mmeshindwa na uzazi mlonao. Kila mtu hampendi mwenzake, ndo unaweza ukamlea mtoto wa mwenzako. Leo hii mmesha tofautishwa, kila mtu kapewa tamaduni zake za kimataifa, ndo anaziishi, na tamaduni zile hazielewani na hizi. Alafu hayo maadili mmekubaliana nayo, mmeyafanya ndo maisha yenu. Nyie mtakuwa na mema kwenye akili zenu? Mmeletewa imani za kimataifa, ndo nyie mmeziishi. Nyie hamkuaga na imani ya jadi hapa kwenu? Imani ya asili na jadi hamkuwa nayo nyie, ambayo ndio ilikuwa na upendo mkubwa kupitiliza. Mlimtupia na ni nyie hiyo imani. Somo hili linakujia wewe unayesema peleka sadaka kwa watoto yatima. Mimi nakushauri mcha Mungu, usipelekage hela yako huko. Kama una uwezekano, nenda kamuombe mtoto kule, kamtoe kule, mlete nyumbani kwako. Mlee kicha Mungu, mpe pale fadhila za kusoma kwake. Amekuwa, atakusaidia, hakukusaidia, hiyo ni akili yake mwenyewe. Lakini wewe kupata mema kimungu, nenda kamchukue, muombe pale. Punguzeni wale watoto, watoeni, wawekeni manyumbani kwenu. Kuweka vituo vya watoto yatima kwa bara la Arikasi ni haramu na ushenzi, kwa sababu wanachoenda kupandikizwa kule hakuna kipya nje na ushenzi uliotoka mataifa, ndo wanapewa yawe maisha yao ya kuishi. Nikitoka hapo na kuja kumaliza na hatua nzima ya wajane. Lazima muelewe vitu. Zamani hakukuwa mitaabiko ya ujane. Hakukuwako mitaabiko ya ujane. Mitaabiko ya ujane iko dunia ya sasa ya kukosa mwelekeo. Mjane aje betini, afike Lubunga kwenye nyumba yetu ya kimungu, uone tumueleze, wewe kwa nini umekuwa mjane? Wako ambao wamejitengeneza kuwa pin code, wanataka wawe wajane, waonekane wanabaki wanahangaika, wakati kuna watu wanaweza wakaendelea kuwasaidia. Ndugu zangu, mliambiwa
kimungu mliambiwa viko vitu vya kusaidia. Ndugu zangu, leo unasikia mtu kafiwa na mume hapo, mjane. Yuko mtu anafiwa na mume alimwachia misingi, hata kama hutoolewagwa na mtu mwingine utaendelea kuishi hivi hivi na hivi, kwa sababu kwenye ucha Mungu kuna maelekezo. Mke ambaye hakuolewagwa na mtu mwingine baada ya mwanaume kufa, huyo ndo mke ambaye ataenda kuishi naye milele huko kwenye kufufuka. Ucha Mungu ulieleza hivyo. Mke akiolewa na mtu mwingine, basi anakuwa ameacha zile fadhila, kama ni watoto na baadhi ya mambo machache, anaenda kupuyanga na maisha yake mengine. Waliejuaga kitendo hicho wajane, sasa waliojuaga ukweli huo, hao ndo walichukua nafasi ya kusema mimi siolewi kwa sababu nimeifunga ile package ya mume wangu, nahitaji kwenda kuishi naye kwenye uendelevu wa kuishi. Mjane kama huyo, chukueni nafasi ya nyie wacha Mungu kumpa tozo zenu, kumtunza. Unasikia wajane wanaotunzwa? Mnasikia vizuri, wajane wanaotunzwa ndo hao. Unasikia mtu ana agano na liko kimungu kwamba anataka afufuke, hataki kugusana na mwanaume mwingine. Yeye kuna wakwake ambaye alishampa limbre kwamba watakwenda kuishi kule milele, kwa sababu linki ya kuishi milele ni kukubaliana kwenye kuishi bila kuyumba. Sasa wako wamama wameishi hivyo. Ukimwona mama wa hivyo dunia yoyote ya leo, chukua hela yako mpe. Ukimuuliza tu ukiwa anajua ucha Mungu, hataki mambo ya wanaume na maekaeka, analea watoto wake pale, toa pale kikakika, amini yangu utafunguka pakubwa sana. Lakini sio hao wajane wa sasa. Unakuta mtu anakuambia mimi mjane, hataki kuolewa, kisa anataka kudangura yeye. Mjane anayedangura kimya kimya, alafu nyie kwa macho hamuoni, mnabaki mnamuita ni mjane. Hawa ndo wamejaa humu mijini, hawana ucha Mungu, hawana huo ujane mnaoufikiria. Unabaki tu kusema hivi iko vile. Wale waliokwisha kuwa watu wazima, wale walibaki wanasaidiwa kwa utu uzima wao na sio ujane tena. Mjane aliulizwa kwenye option ya kimungu, una password gani ya kuendelea kuishi na mume wako? Mimi nina password ya kwenda kuishi na mume wangu hata kama amekufa. Mjane huyu alikuwa na tazamwa kwa lindo, na chochote ananunuliwa, anaendelea kuishi pale, na elimu ya kuishi bila kuhitaji mwanaume alikuwa anapewa sasa, kwa sababu ni kitu ameweka password. Asijiingize matamanio ya kijinga, kwa sababu tayari ameshaweka fungu la kusimamia mema. Alikuwa anapewa hatua zake. Ni wajane wako sasa hao. Ndo hao wajane wenu mlo nao. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mko kwenye jaramba la kupambania jamii, ijitolee kwa watu, jueni watu wanayetolewa ni watu wa aina gani. Ukisema maskini, nimekuelezea hapo. Ukisema yatima, nimekuelezea hapo. Na ukisema wajane, nimekuja kumalizia hapa. Kilichokosa kwenu nyinyi watu ni umoja wa kuishi kimungu. Nyinyi watu wote kwenye hii dunia, nyinyi mmepoteza ukweli wa jadi. Baada ya nyinyi kupoteza umoja huu, nyinyi ndo mnaishi kwa mateso haya, alafu mmeishi kwa makundi ya hovyo yasiyojielewa, eti mnataka misaada. Mnataka misaada ya nini? Misaada ilitoka kwa sababu kwa kuendeleza mema. Leo mnakaa mnatoa misaada inaendeleza mabaya na uovu mkubwa. Sasa nyinyi ni wajenzi wa jamii, nyinyi ni wavurugaji wakubwa. Kwa hiyo somo letu la leo ni somo linalotukumbusha waja wote kujua kwamba unapokwenda kutoa ndani ya mambo haya,
kuwa na elimu, ujue unatoa kwa nini, na uwe unaelewa. Kama hujawaiaga kuelewa, unapasa utafute uelewa kwamba ni jadi. Ukisha sikia jadi, utaona vyote ulivyovishikaga vyote sio uelewa, vyote ni dhamira za viumbe zilizokuzunguka. Ukishagundua kwamba ulizungukwa na dhamira za viumbe, utarudigi kwenye ukweli ili upate nusura ya kuishi na wenzako kimungu. Haya mambo mengi mnaona yako bize yanaabudiwa duniani, hakuna uchamungu. Uchamungu ni kuunganisha watu na kuunganishika nyinyi watu, mrudi kwenye ibada ya aina moja iliyoachwa na mtu wa kwanza kwa watoto wake. Na ibada hiyo ndo taratibu ya jadi. Sasa usipoijua wewe, maana yake ni wewe na kichwa chako. Nenda na tuhela twako, tumanguo, ndo kwamba una huruma sana. Pole sana. Walioyafanya hayo, waliyafanya hayo ili nyie msitokei kurekebisha jamii zenu. Yaani mbakie mnalea mabaya kwa kuyakubali. Ndo sababu ya wao kuunda vitu hivyo na kuviwekea vituo. Sasa kituo cha mema kipo. Kituo cha mema ambacho ni jadi kipo. Rudini nyote pale kwenye mema, muone kama mtakuaga hivyo nyie. Kalia habari ya ujane, msiokuwa na elimu nao. Hawa maskini, unaenda natoa kwa maskini. Wewe maskini unawajua wewe. Na watoto yatima, yatima wako wapi kama sio ukosefu wa akili wa watu? Hakuna yatima kwa watu ambao mmejaliwa akili na mtajua utu wenu kwa Mungu mwenye vyote. Niwashukuru ndugu wana jadi na wana hoja mbalimbali duniani. Majibu yenu halisi kabisa yamekaa yako hivyo. Na huo ndio ufasaha na usahihi wa mwanzo na mwisho. Asanteni.